Karibu tena. Wadau wa sekta ya mifugo wamewafunza wakazi wa Kajiado kuhusu matumizi ya mbinu za kisasa za kuhifadhi lishe ya mifugo ili kuhakikisha mifugo wanapata chakula cha kutosha hata wakati wa ukame. Nancy Kering na taarifa hiyo. Kama njia moja ya kukabiliana na vifo vya mifugo vinavyosababishwa na ukame, wafugaji kutoka maeneo mbalimbali wamepewa mafunzo na maonyesho ya jinsi ya kupanda na kuhifadhi nyasi ili zitumike kama lishe ya mifugo wakati wa kiangazi. Wafugaji wengi waliohudhuria mafunzo ya ufugaji huko Inkito, kaunti ya Kajiado, walisema kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamefanya utaratibu wa kuhamisha mifugo kutafuta malisho kwa mgumu zaidi, hali inayowalazimu kutafuta mbinu mbadala za kuhakikisha mifugo yao wanapata chakula mwaka mzima. Si lazima uhamishe ng'ombe. Kama una shamba ya ekari 2 ama 5, una uwezo ya kufuga ng'ombe 50 kwa hiyo ekari 5 peke yake bila kuhama, ukipanda nyasi na kukata na kuhifadhi mahali ambayo haitanyeshewa na mahali ambayo haitaharibika. Kama wakati huu ambayo kiangazi inaendelea kuanza, kama wale ambao walipanda nyasi ama wako na nyasi, wakate waweke kwenye store, waweke kwenye yani store ya nyasi, ili tukifika mwezi wa 9, mwezi wa 10 ambayo tutakuwa na kiangazi, tusiwe na ile hali ya kuhamahama, lakini tuwe na nyasi ya kutosheleza mifugo yetu na hata mifugo wetu waweze kutambulika katika soko. Katika maonyesho hayo, washiriki walijifunza mbinu za kisasa za upandaji na uhifadhi wa nyasi pamoja na aina nyingine za lishe ya mifugo. Basi kile kitu ambaye nahimiza ni kwamba tukaze kupanda nyasi na vyakula tofauti, kwa sababu mabadiliko ya hali ya anga, hii inaitwa climate change, imekuwa real. Naambia watu wangu, hata wamama wazee na wazee, kwamba mvua ile pattern walikuwa wanajua ya zamani ya wazazi wetu hainyeshi kama wakati hiyo. Soko la KMC ambayo ndio soko kubwa ya mifugo Kenya, Kajiado County is only using, inatumia tu 7% ya soko ya KMC. Hiyo tukaona kweli tuko na shida. Lazima tuwapange hao wafugaji waweze kuuza ng'ombe yao kwenye soko la KMC na hata wauze nchi za nje. Aidha, walihamasishwa kutumia mbegu bora za malisho na kufuata mbinu za kisasa za ufugaji ili kuongeza uzalishaji na kupata faida zaidi kutokana na shughuli hiyo. Bila chakula ya ng'ombe, hata uwe na mbegu, hata uwe na maziwa, bottom line ni nyasi, ni chakula. Najaribu kuambia kina mama wa Masai ya kwamba heri wafune nyasi wakati ile ambaye bado ziko mbichi, and then they can spread their income ya maziwa kwa miezi 4 ama 5. Kukata nyasi ni kitu kizuri sana. Kuzuia ng'ombe uhame kutoka hapa mpaka pale mbaya ni mbaya. Kwa vile ukihamisha ng'ombe, vile ng'ombe inahama, inachoka, inaenda kuleta magonjwa na hata inaanza kuleta hasara. Usukie ng'ombe 1000 umehamisha imekufa na urudi bila chochote. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Inkito, Kajiado Magharibi.